Yesu anasema paka damu kwenye miimo ya mlango ibaki pale, damu ya kondoo. Mganga anataka akuchanje, damu ibaki kwenye wembe, ibaki nyumbani kwake. Unaona, anakuambia anakuchanja siku 3, anakuchanja leo, anakuchanja kesho, anakuchanja wiki ijayo. Miimo mitatu ya kuzimu. Damu yake imebaki kwenye wembe nyumbani kwa mganga wa kienyeji. Siku ikataa kwenda, anakunyongelea mbali, kwa maana damu yako imebaki kwenye nyumba yake. Nataka leo kuharibu kila wembe, na tulisikilize nikwambie, nataka leo niharibu kila wembe uliopita mwilini mwako. Mungu akasema wembe usipite kichwani mwake, lakini Wakristo wengi leo nyembe zimepita mwilini mwenu. Mungu aliagiza wembe usipite mwilini mwako ili kwamba usiharibu agano, lakini watu wote wamekuwa ni wachawi katika nchi. Kila mtu amechanjwa chale, hata ulia hapa ni mchawi tu kwa sababu naona chale zako. Nataka nikwambie leo, nataka nifute, niharibu wembe huo ili Mungu aanze maisha mapya na wewe. Kama unaamini sema amen. Kwani unakataa hujachanjwa wewe? Nani ambaye una chale ya mganga? Nyosha mkono hapa nikuone unafiki wako. Nyosha mkono. Hakuna hata mmoja. Sema hayupo. Sema hayupo. Hata kama unaogopa mimi nakusemea unayo. Unazo kifuani, unazo mbavuni, unazo kwenye utosi, unazo kwenye miguu, unazo kwenye mapaja, unazo chale za kiganga za mchawi Balamu. Wembe umeshapita kwenye mwili wako. Mungu alisema wembe huyu mtoto usipite kwenye kichwa chake. Sikiliza, Mungu ni yule yule. Kila ndio maana mganga anachanja lazima apasue nywele hapa kwenye utosi wa kichwa, wapige wembe. Ndio wembe umepita kichwani namna hiyo. Sio tu kunyoa. Wembe ukinyoa umepita kichwani, ukichanja umepita kichwani. Ndio maana watu wote wale kama zezeta, kwa maana kila mtu wembe umepita kichwani. Kila mtu anachanjo kwenye utosi wa kichwa. Mganga alipasua hivi akachanja kacha na kuwekea kinga. Ndio maana inafika mahali unapiga na bomboazi la maisha, unapiga na bomboazi, unashindwa kujua ni Mungu ni shetani, nifuate yupi. Nasema leo nakuletea njia. Samsoni akasema Mungu saa imefika, unisaidie nywele ziote. Wembe umepita, lakini nywele za imani ziote. Nasema leo nitakuombea ule wembe waliopiga katikati ya utosi, uliopita kwenye kichwa. Wakati Mungu amekataa, wamepitisha waganga, wamepitisha baba yako alisema mchanjeni kichwa. Wembe uliopita, ninakutakasa. Uwe wembe uliopita kichwani, nasema uwe wembe uliopita kwenye kichwa chako, leo tunatakasa. Unakwenda kufunguliwa, kichwa chako kinakuwa huru. Kama unaamini sema amina kubwa. Kila anayetaka ukombozi, unaamini wembe ulipita kichwani mwako, nyosha mkono. Sitaki niombe mtakatifu ambaye wembe hujapita kichwani mwake. Unajua kuna watakatifu hawajawahi kuchanjwa, wembe hujapita kichwani. Lakini kama unajua ulishapita, nyosha mkono, nataka nikuombee. Nataka nikuombee yote ambao ulishachanjwa chale. Nataka nikuombee wembe ulishapita kichwani. Haleluya. Haleluya. Unakwenda kushinda vita. Shusha mkono wako sasa. Tunakusubiri fundi mitambo. Nataka tunabudu Mungu. Naomba biti nzuri, usinipe biti ambayo siwezi kuimbia. Utaimba mwenyewe. Usiwezi kuimbia.